Nyota wa muziki wa Bongo Flava nchini Tanzania Harmonize ameonyesha namna gani ambavyo muziki anaofanya kwa sasa hivi unamlipa ile kinoma noma. Harmonize kupitia page yake ya Instagram katika sehemu ya Insta story ameshare mjengo anaojenga ambao unaelekea kukamilika kwa sasa hivi. Nikasema usini mansion usini witeje, ndo hivyo unaweza kaita kwa namna yoyote ile, na akasema kwamba the future is bright now, na akasema kwa sasa hivi pia anahitaji mtoto wa kiume, akasema I need a son. Nadhani anachokimaanisha hapa ni Harmonize ni kwamba inawezekana katika hichi ambacho anakiinvest na vitu vingine kama hizo anahitaji pia sasa mtoto wa kiume ambaye ataweza kuzilisi mali zake hizo ambazo anazitafuta kwa gharama na kwa tabu kweli kweli. Sinaweza kusema kwa namna hiyo pia, kwa maana jamii ya Afrika mara nyingi sana wanaamini ama inaaminika na ndio ilivyo kwamba mtoto wa kiume ndiye mwenye haki za kulisi mali nyingi sana za wazazi kwa namna hiyo ama nyingine. Kwa hiyo hata Harmonize pia hicho kitu wakati anatafuta hizo mali na kujenga mansion kama hiyo, pia wazo la kupata mtoto wa kiume nadhani pia akonalo sana kwenye kichwa chake. Sasa uzokaangalia kwa namna gani ambavyo nyumba hii pia Harmonize hajiweka location kwamba inapatikana sehemu gani, lakini ukiangalia tu kwa haraka haraka unaelewa kabisa kwa namna gani ambavyo mjengo sio kitoto kabisa. Ni una ghorofa kadhaa hivi, na ukitazama kwa haraka haraka ni kama 2-3. Kwa hiyo kuna sehemu ambazo kabisa sio mjengo ambao unaweza ni wa kawaida hivi. Kwa ni pesa ambayo pia Harmonize ameiweka kwa gharama ambayo ni ya kutosha kabisa. Ni yeye mwenyewe anasema kabisa the future is bright, kwa maana maisha yake huko mbeleni mwanga huko vizuri kabisa, yani kwamba kila kitu kiko sawa na anachokisubiri sasa hivi ni kupata tu mtoto wa kiume. Unadhani Harmonize kwa namna the ambavyo unapomwona ni mwanamke gani ambaye anafaa pia amzalie mtoto wa kiume? Naambia katika sehemu ya comment pia. Unadhani pia ile kacha ama utamaduni wa kwamba mtoto wa kiume ndo anafaa kurithi mali hii pia ikoje kwa wewe ambaye ni mdau wa muziki wa Afrika pia, unasabiri pia tamaduni zetu pia?